Sawa, mpango wala sio wa Marekani, huyo mpango ni wa Israeli. Hawataki Iran imiliki silaha za nyuklia kwa sababu wanajua watateketezwa, wataangamizwa. Kwa hiyo ndio ule sio mpango wa Marekani, ni mpango wa Israeli kwamba lazima wanaowazunguka wasiwe na silaha za nyuklia. Kwa hiyo sio mpango wa Marekani, ule mpango wa Misri, watu wa Wayahudi. Hawataki kabisa hiyo kitu, na ndio maana na Irani na yenyewe inataka iwe nayo, lakini hebu jiulize, mzunguko ule ni nani adui wa Irani? Hakuna adui wa Irani pale, ila ni adui wa Israeli. Na ili awe kwenye safe side, yeye anaona akiwaangamiza yuko salama zaidi. Unaona? Kwa hiyo watu wanasema ni mpango wa Marekani, wala sio mpango wa Marekani, mpango wa Israeli tu. Anataka akae kwenye usalama. Nimeshakuambia kwamba baada ya Hitler kuwaangamiza na kufukuza na kuwatawanya kabisa duniani, wamekaa miaka mingi sana hawana taifa. Sasa hawezi kurudi kwenye makosa hayo tena. Sawa. Sasa hapo tuende la haraka ili kubalance. Nataka nikuulize kwamba toka vita ianze mpaka sasa imetimiza siku 19. Lakini mpaka sasa Marekani imeshatumia takriban trilioni 54, yani trilioni 54 za kwa pesa za Kitanzania ndani ya siku hizo 19 tu. Je, huoni kwamba Marekani inazidi kuumia au kudidimia na Iran waliyemtegemea kwamba atamalizwa ndani ya siku 3 au 5 au masaa kadhaa ndo amegoma kusarenda? Je, Marekani anaweza kujiondoa kwenye vita hiyo? Maana naona ni kama Muirani hataki kabisa kukubali unyonge. Wewe ili kwako unalizungumziaje? Kwanza usiseme kwamba Marekani imepata hasara. Nimeshakwambia kwamba vita hiyo ni ya Israeli. Hela hizo ni za Israeli. Sasa unafikiri hizo hela ni ndogo? Israeli kwa Marekani hizo hela ni nyingi sana, lakini kwa Israeli ni hela ndogo sana hizo. Ndogo mno. Kwa hiyo vita inaweza kupigana hata miaka mzima, lakini Israeli bado ina hela bado. Wala mtu asikudanganye kwamba ni Marekani. Marekani hana kitu pale. Pesa zote za Israeli. Mbona nafikiri hiyo vita inaendeshwa na nani? Na Marekani. Marekani pale amewekwa kama ngao tu pale. Kwa hiyo hofu ya hela wewe wala usiangalie. Huyu mtu ana pesa. Na pesa ile ni usalama wake. Kwa hiyo hata wakiendelea mwezi mzima bado utakuta Israeli na hela bado. Kwa sababu viwanda vyake vinaingiza hela kila leo. Sasa hiyo inakuwa shida tena kwao. Sawa. Na vipi kuhusu tulionaona hapa katikati siku 3 mpaka kufikia leo kwamba kuhusu tetesi za kifo cha waziri mkuu wa sasa wa Israel Benjamin Netanyahu, wewe ni kipi unachoweza kukisema? Maana kumekuwa na mijadala mingi sana na mikubwa na ambayo inawachanganya watu, inawasumbua watu kwenye vichwa vyao kwamba kiongozi huyo huenda amefariki dunia kwa shambulio la Iran dhidi ya Israel. Je, ni kweli kwamba waziri mkuu huyo wa Israel anaweza kupoteza maisha kirahisi kiasi hicho au kuna uhalisia kiasi gani? Wana wa habari, hiyo ni propaganda za vita. Unajua vita, kuna vita ya maneno, kuna vita ya silaha. Hii ni vita ya maneno kwamba waziri mkuu wa Israeli amekufa. Hiyo ni vita ya maneno, yani unatengeneza hofu, unawatengenezea hofu wapiganaji wa Israeli. Lakini mimi pia nilisikia nilisoma kwenye mtandao, nikajiuliza hii ni kweli, lakini kweli inafananaje hii?
Sasa baadaye nimeona kwenye mtandao Netanyahu anazungumza, wanamuuliza maswala hayo anajibu. Sasa unajiuliza, baadaye nikajua kwamba hii ni vita ya maneno ya wana propaganda za kivita, kitu ambacho mimi nakitizama kwa mashaka ni taarifa za huyu kiongozi mpya wa Iran. Maana yeye wamesema amejeruhiwa vibaya, lakini toka wakati ameapishwa pale mpaka leo hajaonekana. Sasa ukiunganisha yale maneno kwamba amejeruhiwa vibaya, hajaonekana, huyu alisema amekufa, ameonekana. Sasa ukifika hapo unaanza kufikiri upya, unatengeneza doubt. Unafikiri kwamba inawezekana yule kiongozi wa Iran mpya labda ameumia au amefariki moja kwa moja. Huwezi kujua kwa sababu ni mambo makubwa kiasi kwamba sasa ukiuliza wanasema kwa kuwa Marekani anataka kumuua, kwa hiyo hataki kuonekana, haiwezekani kuonekana. Basi sisi tunanyamaza. Hatuwezi kuingia. Lakini tunaponyamaza tunanyamaza na point za doubt, mashaka. Tuna mashaka kwamba mbona mwenzake walisema amekufa, juzi amesema bado nipo, na akawa anaonyesha na vidole na nini. Sasa yeye wanasema, wengine ndio wanasema kwamba hawezi kuonekana kwa sababu Marekani itafuta namna ya kumuua. Sasa na yeye ndio walisema mapema kwamba ameumizwa, ameumia. Wanasema mapema. Taarifa ilianza kujua rais wa Marekani kwamba ameumia. Mpaka leo hajaonekana. Huyu alizungumza nyuma yake, yeye ameshajitokeza. Sasa ukifika hapo unasema ngoja tusubiri kitakachotokea. Lakini nataka kukuambia masuala ya kufuta Israeli si rahisi. Hilo nadhani tunaweza tukaliacha lilivyo, kitakachotokea tutakiona. Lakini swala la vita kwa Wayahudi ni toka zamani, hata walipovuka bahari ya Shamu hapo polini kwenda kuingia Kanaani ilikuwa ni vita. Ilikuwa ni vita mpaka wanaingia pale, ni vita, kwa sababu ile nchi waliopewa kulikuwa na watu, kulikuwa na Wayebusi, kulikuwa na Wagirigasa, watu gani, Wakanani wenyewe walikuwepo, lakini wakapewa kwamba hii ndio nchi yenu. Hawawezi kurudi kule kwa Wairaki kule wanaita nini wanaita Wajemi. Hapana, kuna Waamedi hawa, Ukalidayo. Ukalidayo ndiko nilikotoka huko, Ukalidayo. Na Ukalidayo ni humo ndani ya Iran, Iraki, humo ndani ya Iraki. Sasa unataka kumaanisha kwamba Israeli ya sasa na ile Israeli ambayo inazungumzwa kwenye vitabu vya dini ama hasa Biblia, kwamba hivi vitu vinaendana au kuna uhalisia mkubwa kwamba Israeli inayozungumzwa kwamba ni Israeli ambayo ni taifa la Mwenyezi Mungu na hii ya sasa ambayo inapigana vita na Iran kwamba ni kitu kimoja? Unajua, maswali mengine wanatakiwa uyachunguze. Kwa nini wanauliza kwamba sio wale? Kwa nini wanauliza kama sio wale? Ni nani hawa? Na wanachokitafuta hapo ni kitu gani? Wewe unasema sio wale wa Israeli wa zamani wale. Kwani Watanzania wa zamani wapo? Watanzania si ni Watanzania tu au mpaka wale babu zangu ndio Watanzania peke yake? Kwa hiyo maswali mengine ni kuyatizama alafu unacheka. Wewe unauliza wale sio Wayahudi, ni watu gani? Kwamba wale wa zamani ndio walikuwa Wayahudi, hawa wa sasa ni watu wengine, si ndio? Tuulize Watanzania, wakina Mkwawa ndio walikuwa Watanzania hawa wa sasa sio Watanzania. Kwa hiyo unamaliza hapo unamaliza utata sasa kwenye vichwa vya watu kwamba taifa la Israeli ni lile hilo ambalo linazungumzwa kuwa taifa la Mwenyezi Mungu. Ni hilo.
ni hilo hilo. Ukiacha hapo na utasema hata sisi wa Tanzania sio wale tulioumbwa na Mungu, hao ni wengine. Sasa kuna kitu kimoja hapa. Ndio. Unauzungumziaje uongozi huu mpya wa taifa la Iran baada ya kifo cha aliyekuwa kiongozi mkuu wa taifa hilo Ayatollah Ali Khamenei? Kwa sasa yupo kijana wake ambaye anaitwa Mojtaba Khamenei. Wewe ni upi mtazamo wako, ama unazungumziaje uongozi wa sasa wa taifa la Iran ambapo amekabidhiwa sasa kijana wa aliyekuwa kiongozi mkuu wa taifa hilo? Hebu tuchambue japo kwa ufupi. Labda kwa ufupi niseme kwamba kwanza nimesoma taarifa yake huyo kiongozi mpya. Inaonekana hakuwahi kuwa kiongozi ndani ya serikali ya baba yake, hakuwahi kuwa kiongozi yule. Kwa hiyo amepata uongozi, atachukua muda kujifunza. Okay. Ingawaje wengine wanasema yeye anaweza kwenda haraka zaidi kuliko baba yake, na kwamba wanasema ana misimamo mikali kuliko baba yake, lakini hilo tumpe muda. Okay. Tuone hayo wanayoyasema atakuwa kwenye barabara gani. Kwa sababu huwezi kufanya haraka, unakwenda wapi? Na hivi vita lazima upigane kwa akili. Kwa akili sana. Maana kupambana na watu wa Marekani na Israel unahitaji kuwa na akili nyingi sana. Kwa hiyo mimi kwangu nitasema tumpe nafasi. Tuone, je, atamudu?